Fumba fumbua namba yangu leo hainitambui, vyote vimepotea Mungu, naomba unisaidie. Nateseka kila siku, maumivu yananiandama. Huu ni moto wa penzi kati ya kelele, Tina ananipasukia kichwa kama upepo mkali. Deni si mzito mzigo, anipei pumziko, kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa. Kiala kwangu ngete Baba unione, katika shida hii moyo wangu wa maombi. Kelvin natafuta hewa katika moto mkali, hakika kweli ninaumia. Maisha yanauma sana. Tatizo analozidi kufanya Kelvin na mwanadada wa kuitwa Ravness bado ni tatizo ambalo anajitengenezea tatizo lingine, kwa sababu hadi wakati huu tunaona kabisa mwanadada wa kuitwa Ravness amemruhusu mumeo wa kuitwa Kelvin aweze kumruhusu mke wake wa zamani Kelvin wa kuitwa Tina aweze kukaa nyumbani, lakini kwa masharti machache. Masharti hayo ni kuweza kula chakula cha asubuhi, lakini kuondoka kurudi usiku wakati ule mama Kelvin amekwenda kulala. Sasa hili ni tatizo ambalo wanakwenda kujitengenezea tatizo kubwa hapo baadaye. Nikukumbushe tu, karibu katika tamthilia yetu pendwa kabisa ya Penzi la Mtoto wa Boss, lakini pia kama unatusupport na ni shabiki yetu wa nguvu kabisa, basi usiweze kusahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe mkono wako wa kulia, utakuwa umetusupport kwa kiasi kikubwa sana. Basi na Mwenyezi Mungu hata kusahau katika hili, atakwenda kukubariki tele tele kama familia yake na Kelvin pamoja na mwanadada wa kuitwa Ravness. Sasa Ravness amemshauri mumeo wa kuitwa Kelvin kusema kwamba Tina endelee kubaki, lakini hilo ikumbuke itakuja kuwa tatizo zito, kwa sababu mama Kelvin endapo atajua, basi mama Kelvin atarudi katika hali yake ile ya ulemavu au ya kupooza, kwa sababu tunajua kabisa mama Kelvin alipooza kutokana na msongo wa mawazo na mshtuko mkubwa sana kuhusiana na kifo cha mwanadada ambaye anaitwa Kendi, yani mtoto wake wa kwanza baada ya kumpoteza, mtoto wake wa pili baada ya kumpoteza. Na leo tunaona mama Kelvin ameendelea poa kabisa, ameendelea shwari kama wenzetu wa Kenya wanavyosema, pale Kinshasa, Kongo wanavyosema anaendelea vizuri kabisa, bie mambo ni bie. Sasa tatizo ni kwamba daktari amemwambia kwamba mama huyu asishitushwe na kitu chochote kile. No one can interfere mama Kelvin, kwa sababu mtu yoyote akimuinterfere au akimuingilia kwa kumshitusha, basi mama Kelvin atarudi katika hali yake ile. Sasa akili ya mwanadada wa kuitwa Ravness anazidi kumchukua akili mamake Kelvin, kusema kwamba mama usitoke nje, endelea kubaki umumu, ingawa mama Kelvin hapendi hii hali. Anamwambia baki umumu ndani kwa sababu anajua tu mwanadada ambaye anaitwa King'ang'a bado yupo katika nyumba, hataki kutoka. Na kwa nini wamemshindwa kina Kelvin? Kwa sababu mwanadada alisema kwamba karatasi za talaka alizompa kipindi kile hakuzipeleka mahakamani kuthibitishwa kwamba ndoa ya Kelvin pamoja na mwanadada kuitwa Tina haipo. Lakini kumbe mwanadada Tina alibaki nayo makaratasi ya talaka, na mwisho wa siku ameyahifadhi mpaka sasa. Kwa hiyo bado kisheria Kelvin ni mume halali kabisa wa mwanadada ambaye anaitwa Tina. Sasa hapa tunaona kabisa endapo Kelvin akimufukuza kwa kiasi kikubwa au kwa nguvu, basi mwanadada Tina ataweza kumshtaki Kelvin na kuweza kugawana mali zote alizopata kwa sasa Kelvin. Sasa ndio maana imempa ugumu mwamba kuitwa Kelvin kuweza kumfukuza. Dada huyu tunajua kwamba ana vituko kweli. Yeye amekuwa kama mwenyeji, yani yeye amechukua uhusika wa mwanadada kuitwa Ravness, amejikuta mwenyeji, ajui chakula cha wageni, ajui nini, yeye kula tu.
Lakini wanasema mbio za sakafuni huishia kabatini. Wahenga wanasema. Sasa leo tunaona kabisa kila hatua au kila ujanja ambao wanaplani mwamba wa kuitwa Dennis au Mr. Kipala au Profesa unazidi kugoma, kwa sababu Kelvin anajua mbinu zote, anajua mbinu fika za huyu mwamba ambaye anaitwa Dennis. Kwa hiyo Dennis kila siku akiwaambia uongo wawekezaji, basi mtu wa kwanza kugundua anakuwa ni mwamba wa kuitwa Kelvin. Basi Kelvin anaweza kutegua mtego. Na nani ambaye atakwenda kumtoa gerezani au lumande? Babake Loveness. Loveness hajui mpaka sasa. Yeye anakula kwa kina Kelvin, analala pazuri, lakini babake huku yuko nyuma ya nondo. Hana hata mzamana, umri umemsogea, hana hata ndugu. Maisha yameharibu mwenyewe kutokana na ubinafsi wa mali. Sasa leo yupo nyuma ya nondo, hana hata mzamana. Sijui itakuwaje. Anasubiri tu siku ya kwenda mahakamani kutokana na kosa ambalo amelifanya, kosa la wizi wa pesa ambazo aliajiliwa katika ile ofisi ya kuuza mkaa. Sasa itakuwaje? Vipi kuhusiana na hali ya Mama Kevin? Mama Kevin akija kugundua kwamba Tina amerudi nyumbani kwa fujo, atapata ugonjwa ule ule au atapotea kabisa mazima? Hatutamuona tena katika hii tamthilia. Ndio tosha comment katika comment section. Ni nani ambaye atakwenda kumtoa huyu baba wa kuitwa Mzee Kamba, yani babake Tina? Atakwenda kumtoa nani nyuma ya nondo? Bye bye. Tukutane katika comment, toa maoni yako kuhusiana na hii kitu ambacho kimekwenda kutokea. Hadi wakati mwingine. Bye bye. Naomba unisaidie. Nateseka kila siku, maumivu yananiandama. Huu ni moto wa penzi kati ya kelele. Tina ananipasukia kichwa kama upepo mkali. Dennis mzito mzigo, anipei pumziko. Kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa. Kiala kwangu ngete baba unione. Katika shida hii moyo wangu wa maombi. Kilvini natafuta hewa katika moto mkali. Hakika kweli ninaumia. Maisha yanauma sana. Huu ni moto wa penzi kati ya kelele. Tina ananipasukia kichwa kama upepo mkali. Dennis mzito mzigo, anipei pumziko. Kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa. Nimelala na mawazo, mzigo siwezi beba. Hii ni penzi la mtoto wa boss kinyozi huko. Na dada wa kazi ananitazama kwa jicho. Mbona kila kona naona vita ni kali sana. Huu ni moto wa penzi kati ya kelele. Tina ananipasukia kichwa kama upepo mkali. Dennis mzito mzigo, anipei pumziko. Kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa. Naomba unisaidie. Nateseka kila siku, maumivu yananiandama. Huu ni moto wa penzi kati ya kelele. Tina ananipasukia kichwa kama upepo mkali. Dennis mzito mzigo, anipei pumziko. Kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa. Kiala kwangu ngete
si mzito mzigo, anipe pumziko, kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa. Nimelala na mawazo, mzigo siwezi beba. Hili penzi la mtoto wa boss kinyozi yuko, na dada wa kazi ananitazama kwa jicho. Mbona kila kona naona vita ni kali sana? Huu ni moto wa penzi kati ya kelele, Tina ananipasukia kichwa kama upepo mkali. Deni si mzito mzigo, anipe pumziko, kule wananisa kama moyo wangu kutapatapa.